ambao kwa namna moja ama nyingine walishiriki katika kupaza sauti ili kuweza kupinga, kulaani, kukemea ukandamizaji wa aina zote ambao nilifanyiwa siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 nilipokuwa natekeleza majukumu yangu ya kitaaluma katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya uhujumu uchumi na rushwa iliyopo Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Siku hiyo nilipokuwa nikitekeleza majukumu yangu hayo katika kesi ya uhujumu uchumi namba 45/21 mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Wendy William Ishengoma na wenzake wanne, kesi ambayo ilikuwa iko mbele ya Mheshimiwa Jaji Dr. Ndumbaro. Ghafla walitokea askari wengi ambao idadi yao kwa sasa siwezi kuikumbuka, na wakiwa na silaha nzito na kivita walinikamata baada ya kujitambulisha kwamba wao ni askari wametoka kanda maalum ya Dar es Salaam, na hivyo kunitaka niambatane nao mpaka kwenye ofisi hizo. Lakini nilipojaribu kuwaambia utaratibu kwamba kwa sababu niko mahakamani na kuna kesi inapaswa kuendelea, naomba waniruhusu niambatane nao kwenda kwa Mheshimiwa Jaji ama kwa Mheshimiwa Naibu Msajili wa Mahakama Kuu na kuweza kutoa taarifa hizo, walikataa kabisa. Kwa hiyo walinichukua nikiwa chini ya ulinzi bila hata kuniambia kosa langu ni nini. Tukaelekea ofisi za polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kwenye ofisi ya Naibu Mkuu wa Upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, Deputy RCO ACP George Bagem. Na nilipofika hapo, mara moja ACP Bagem aliniambia kwamba tuhuma zangu ni kudharau mahakama kwa amri ambazo zilitolewa tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa hiyo niko chini ya ulinzi, lakini nashukuru sana Deputy ZCO anazitambua sana sheria na hasa zile ambazo zinatoa haki kwa mtuhumiwa ambaye yuko chini ya ulinzi. Kwa hiyo alinipa fursa ya kuweza kuwasiliana na familia yangu, lakini pia kuweza kuwasiliana na mawakili wangu. Na hawa ambao nimeambatana nao hapa ni baadhi ya mawakili ambao kwa kweli wamepambana usiku na mchana kuhakikisha leo na kuwa hapa hata walau kuweza kuzungumza nanyi, kurudisha shukrani. Kulia kwangu ni wakili Kulwa William Maduhu na kushoto kwangu ni wakili Gray Godfrey Dedan. Lakini walikuwa mawakili wengi tu, kina wakili Paul Kisabo, wakili Emmanuel Ukashu, wakili Mgarula, wakili Jamila Elomo, na wengine wengi ambao walikuwa mbali, lakini walikuwa wanatekeleza majukumu yao kuhakikisha tu kwamba haki inatendeka juu yangu. Kwa hiyo nilivyopewa fursa ya kuwasiliana na familia yangu na mawakili wangu, TLS kwa maana ya chama cha mawakili wa Tanganyika ilimtuma wakili Emmanuel Ukashu ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya mawakili vijana wa chama cha mawakili chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS. Akafika kwa wakati na akaweza kunipa usaidizi kabla sijapelekwa mahabusu. Na baada ya hapo nilikaa mahabusu kama kwa masaa kadhaa mpaka ilipofika kwenye saa 2 hivi usiku nikatolewa mahabusu ya kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam Central na kupelekwa sehemu ambayo baadaye nilikuja kujua kwamba ni kituo cha polisi Mbweni, bila sababu yoyote za msingi za kutolewa pale na kupelekwa Mbweni, lakini nikiwa chini ya ulinzi mkali. Nikalala Mbweni siku hiyo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Asubuhi ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026
nikaja kuchukuliwa na kurudishwa kituo kikuu cha polisi Central, ambako niliendelea kukaa hapo mpaka jana jioni nilipopewa dhamana. Lakini labda niwaambie tu kwamba nini kinachoendelea. Hivi ninavyozungumza nanyi nimetoka kuripoti kama ambavyo nilitakiwa kufanya katika ofisi za kanda maalumu ya polisi Dar es Salaam, na mashtaka ambayo nakabiliwa nao kama nilivyosema awali, au tuhuma ambazo nakabiliwa nazo, tuhuma ni za kuidharau mahakama. Sasa kwanza mimi sitambui kama kuna amri yote ya mahakama ilitolewa tarehe 27 na ambayo nimeikiuka au nimeidharau kama inavyodaiwa. Lakini pia sikumbuki kama kuna amri yote imetolewa tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sikumbuki kama kuna hiyo amri. Lakini hiyo amri hata kama ipo, na ambayo ndio imepelekea tuhuma hizi nilizonazo chini ya kifungu cha 114 cha sheria ya kanuni ya adhabu, ambayo ni sura ya 16 ya sheria za Tanzania. Kifungu hicho kinaeleza wazi kabisa kwamba mtu yeyote ambaye anafanya kosa la kudharau amri ya mahakama anapaswa kuchukuliwa hatua papo kwa papo. Manake kwa maneno mengine ya kitaalamu, he or she must be summarily punished by the court. Kwa hiyo kitendo cha kudharau mahakama kinapaswa kuadhibiwa mbele ya mahakama, mbele ya mahakama iliyodharauliwa. Kosa la kudharau mahakama chini ya kifungu cha 114 cha sheria ya kanuni ya adhabu, kosa hilo duniani kote halijawahi kupelelezwa wala haliko subject ya upelelezi wa polisi. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu sheria inakuwa kwa kuijaribu. Sisi wana sheria tunasema the law should always be tested, ili kuweza kuona efficiency yake, kuweza kuona ufanisi wake. Na nawashukuru kabisa ofisi ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam chini ya ofisi ya mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, kwa maana ya ZDCO, kwa sababu wanapeleleza kosa hili kwa malengo ya kwamba kutafuta ushahidi ili waweze kunifikisha mahakamani. Na moja kati ya hatua ambazo wamezichukua kwenye tuhuma hizi ni kwenda kunipekua ili kuweza kutafuta vielelezo vyovyote ambavyo vinaunga mkono kosa la kudharau mahakama. Yaani kosa limefanyika mahakamani, lakini imeenda kupekuliwa nyumbani. Kuna vielelezo ambavyo vilikuwa vinatafutwa kwa ajili ya kuweza kujenga kesi ya jamhuri. Na nashukuru upelelezi unaendelea, nimeambiwa hivyo, na kwa maana hiyo dhamana ni haki yangu kama nilivyosema awali, nikadhaminiwa. Lakini hii ndio itakuwa kesi ambayo itakwenda kutujengea msingi mzuri sana wa kufanya amri za mahakama ziwe zinaheshimiwa. Kwa muda ambao nimefanya kazi mahakamani kama wakili, nimeshuhudia mara kadhaa upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai wakiwa wanadharau amri za mahakama. Na mara nyingi hiyo inatokea pale ambapo mahakama inatoa amri kwamba upande wa jamhuri kesho walete mashahidi, na kesho wanaleta hawaji na shahidi, wanakuja na kisingizio. Sasa hii kesi inayonikabili mimi, ingawa bado ipo katika ngazi ya upelelezi chini ya polisi, mimi namuomba sana mkurugenzi wa mashtaka anipeleke mahakamani. Anipeleke mahakamani kwa sababu itasaidia sana kukuza jurisprudence ya sheria yetu, ili pale ambapo upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai watakapokuwa wanashindwa kutimiza majukumu yao ya kuiheshimu au wajibu wao wa kuiheshimu amri ya mahakama inayowataka walete mashahidi kwenye kesi ambazo wanaambiwa walete, kesi hii itatumika kama precedent. Lakini muhimu hapa kufahamu wa Tanzania ni kwamba mimi sijawahi kumdharau jaji yoyote wala hakimu yoyote. Ndio maana sijawahi kufikishwa hata kwenye kamati ya maadili na kukutwa na hatia. Sijawahi kufanyiwa hivyo. Kwa hiyo kama kuna jaji anasema mimi namdharau, alafu huyo jaji akunichukulia hatua, huyo jaji anapaswa watu wamshangae tu, kwa sababu anao mamlaka ya kisheria ya kuweza kumchukulia hatua, sio tu wakili, lakini mtu yeyote ambaye yuko mahakamani na akaonyesha dharau kwa mahakama. Kwa hiyo hayo mambo mengine yanayosemwa juu yangu kwamba nilidharau mahakama, si kuna majaji si nagombana nao, hayo yote ni majungu tu, au ni kama taarabu ambazo zinaimbwa huko katika kumbi mbalimbali za starehe. Siwezi kumdharau jaji, siwezi kumdharau hakimu, siwezi kumdharau mtu yoyote, kwa sababu natambua mimi kama mwanasheria nina wajibu wa kuheshimu sio jaji tu,
kuheshimu binadamu yoyote ambaye utu na heshima yake umetajwa si tu hata katika katiba na sheria nyingine za nchi, lakini umetajwa hata katika vitabu vya dini ambazo tunaziamini. Kwa hiyo kesi hii ni nzuri sana inaonikabili. Ni kesi nzuri mno ambayo wananchi wanapaswa kuifuatilia kwa karibu sana. Kwanza kuona, je, ni kweli katika macho ya sheria kesi ya kudharau amri ya mahakama huwa inapelelezwa na polisi? Kama polisi wana mamlaka ya kupeleleza kesi ambayo jaji alipaswa kutoa hukumu pale pale baada ya kuona anadharauliwa, polisi wana mamlaka ya kupeleleza kesi hiyo. Na kama wataipeleka mahakamani kesi ya aina hiyo, maana yake ni kwamba anayetakiwa kuja kuthibitisha kwamba kadharauliwa ni jaji ambaye alikuwa mahakamani. Kwa nataka huyo jaji ambaye alisema mimi nimedharau aje mahakamani, ni cross examine, nimfanyie maswali ya dodoso ili aweze kuuambia umma wa Tanzania kwamba ni kwa kiwango gani mimi sina adabu mbele ya mahakama. Ndio maana nimesema hii kesi ni kesi ambayo inaweza ikawasaidia hata wanafunzi wanaosoma sheria katika vyuo mbalimbali vya sheria hapa nchini kuweza kujifunza haya mambo. Ninaamini ndio kesi ya kwanza tangu tupate uhuru Tanzania kuweza kutokea kwamba wakili anatuhumiwa kudharau mahakama akiwa ndani ya mahakama, kwa sababu wamenukuu amba amri hiyo imetolewa tarehe 27 mwezi wa 7 2026 na amri nyingine ikatolewa tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, lakini nikaja kukamatwa tarehe 14 mwezi wa 8 2026 nje ya mahakama, nje ya ukumbi wa mahakama ambako kesi ilipaswa kuendeshwa. Nikaja kukamatwa huko, nakamatwa na polisi. Sasa wakati mwingine wazungu wanasema this is a blessing in disguise, ni baraka inayokuja kinyume tuweze kujifunza. Lakini kwa mara nyingine ni washukuru polisi kwa namna ambavyo walinikamata, kwa nguvu waliotumia, kwa namna ambavyo nimekaa nao kwa siku hizo 2 au 3 kama sijakosea, na kwa namna ambavyo wanafanya upelelezi wao kwa weledi. Wanafanya upelelezi mzuri kwa weledi, lakini kwa namna ambavyo pia wamenipa haki zangu za msingi. Nimeweza kuwasiliana na familia, nimeweza kuwasiliana na mawakili wangu, lakini hata leo nilipo ripoti, licha ya kwamba nimekaa muda mrefu sana bila sababu za msingi, lakini baadaye walikuja kuniruhusu kwamba ondoka bana, utakuja siku ya Alhamisi. Hayo ni lazima nishukuru, kwa sababu tusiwe ni watu wa kulaumu tu kwa kila jambo. Kuna mambo ambayo ukifanyiwa unatakiwa ushukuru. Yanaweza asiwe na faida leo ukaona kama umefanywa vibaya, lakini yakawa na faida siku zinazokuja, na sio faida kwako tu, faida hata kwa watu wengine. Sisi tunapigania haki, hatupiganii haki za marafiki zetu, haki za wapendwa wetu, tunapigania hata haki za wale wanaotufanyia ubaya. Kwa sababu hata mamlaka ambao watu wanajivuna kuwa nayo leo ni mamlaka ya muda tu. Ni mamlaka ya muda tu. Mamlaka yanapita. Nchi haijaanza leo. Walikuwepo watu walikuwa na mamlaka makubwa, walikuwa wanaonea sana watu, walikuwa wanasimanga watu, walikuwa wanawafanyia watu vibaya, lakini mwisho wa siku waliondoka, kazi yake ofisi, na wakarudi katika jamii, wakaendelea kuwa raia wa kawaida, na baadaye waliwakimbilia wapigania haki kama mimi waweze kuwasaidia pale ambako walikuwa wana matatizo. Mimi sihitaji kupendelewa kwenye swala hili, lakini mimi sihitaji kuonewa, nitendewe haki. Na kama kuna mtu ananichukia kwa uwezo wangu nilionao mahakamani, sasa hilo ni tatizo lake la binafsi, kwa sababu mimi kisheria sina mamlaka yoyote ya kulazimisha mtu akashtakiwe mahakamani kwa uongo. Mimi ninao wajibu tu wa kwenda kumwakilisha mshtakiwa mahakamani. Sasa kama kutimiza wajibu wangu wa kiwakili mahakamani kwa weledi, kwa kuzingatia yale nilofundishwa na walimu wangu pale mahakamani, ndio kosa langu, basi mimi niko tayari kukinywa hicho kikombe na kubeba huo msalaba. Mimi naamini mahakamani hatufanyi kesi kwa vitisho, wala siamini kwamba haki mahakamani pale inaweza kupatikana kwa kumtishia mtu bunduki. Siamini hivyo. Mahakamani is a battle legal field ambako tunakwenda kushindana kwa hoja za kisheria kwa lengo la kuisaidia mahakama iweze kutenda haki. Lakini ndugu zangu, ni muhimu watu wakajua makosa ya jinai chini ya kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambao ni sura ya 20 ya sheria za Tanzania. Makosa hayo yanaendeshwa katika mahakama za wazi.
ambazo wananchi wanapaswa kuhudhuria kuweza kuona namna haki inavyotendeka, kwa sababu kuna kanuni ya miaka mingi sana. There is an old adage, legal principle inayosema kwamba haki sio tu itendeke, lakini ionekane ikitendeka. Sasa leo tuna makosa makubwa mno tena ambao hayana dhamana, kama ya uhujumu uchumi, makosa ya utakatishaji fedha ambayo imekuwa ni fashion. Ukionekana tu wewe una kierere, unasema sana, unapigwa kesi ya utakatishaji fedha. Mimi mwenyewe nimesha kupewa kesi ya hivyo. Hata leo nikipewa kesi hivyo siwezi kushangaa, kwa sababu ni makosa ambayo huwa yanatumika kuonea watu tu, wala siwezi kuona aibu kulisema hili, kwa sababu mimi ni shahidi wa haya mambo.